nimuze twicare mukirambi ni heza. Bene nyirakiburuga mwese nimuze tuje mukirambi ni heza. Mukirambi.com, Mukirambi TV 1. Bwana Mavugo, anajua kwamba wamemsimamisha kazini msemaji wa jeshi la Kongo Meja General Sylvain Ekenge. Kwa upande wako unaona kwamba hiyo ni azimio ya maana sana kufuatana na vitu ambavyo amevitamka kwenye redio na televisheni ya taifa, ama ni kitu tu ambacho amefanya kusudi waonyeshe watu kwamba wamemwadhibu japokuwa wamemwachilia? Na yeye unajua kwamba ni msemaji, kusema kwamba ametumwa na kiongozi wake ambaye ni mkuu wa majeshi la Kongo. Wasikilizaji wote wa redio Mukirambi TV1, tunawatakia mwaka mpya wa mwaka 2026 uwe mwaka wa amani, uwe mwaka wa maendeleo, uwe mwaka ambao wasiwahi tena kusikia milipuko na mabomu ya masasi ndani ya masikio yao, uwe mwaka wa ukombozi, uwe mwaka wa kila kizuri kwa raia yetu yote ya Kongo. Asante. Bwana mtangazaji, kutokana na swali lako, kwa watu ambao wanijui, kwanza mimi ni PC Mavugo, msemaji wa jeshi na raia ndani ya jeshi la MRDP Twirwaneho. Kutokana na swali ambao unasema kama general msemaji wa jeshi la taifa, hiyo mambo ambayo ametamka mbele ya redio na television ya taifa, kama ametumwa ama amesimamishwa kwa sambla, kwa kweli wana mtangazaji, serikali ya Kongo inaendeshwa na ubaguzi wa ukabila. Nafikiri dunia nzima inajua na kila mtu anajua hiyo. Kumsimamisha jemadari Ekenge sio yeye mwenyewe ambaye yuko anapita kwenye redio na television ya taifa kusema hiyo maneno ya ubaguzi wa ukabila. Hata msemaji wa government ya Kongo naye vile vile yuko anapita, yuko nasema hivyo hivyo maneno ya ubaguzi wa ukabila. Sylvain Ekenge mwenyewe anapita, rais wa nchi mwenyewe naye mwenyewe yuko nasema hivyo hivyo maneno ya ubaguzi wa ukabila. Sasa kwa nini yeye kumsimamisha? Ni hivyo uongozi wa Kongo unaendeshwa kwa leo. Uongozi wa Kongo ni wa ubaguzi kwa leo. Ubaguzi wenyewe wameshauingiza hadi kwenye raia, kugabua silaha kwa raia, iwe kabila nyingine. Hiyo mambo kwa Kongo kwa leo ni mambo ambayo iko kawaida. Ni mambo kwa kawaida. Hiyo kumsimamisha ni uongo, ni uongo ambao serikali ya Kinshasa inafanya, ni uongo. Ni hivyo serikali ya Kinshasa inaongozwa, kwa sababu nimesikia watu wengi wamelalamika, ndio maana inafanya hiyo kitu inaitwa sasa vile sambla. Hiyo ni teatre ambao wako wanafanya. Hakuna kumsimamisha ambao wanaweza wakamsimamisha. Hiyo ni kufunika watu macho, wanafikiri kama wengine ni wajinga. Acha tuwaoneshe kama hatukumtuma, ni yeye wamemtuma. Ni hivyo serikali ya Kongo inaendeshwa. Bwana mtangazaji, ndio maana serikali ya Kongo, uongozi wa Kongo leo unaomba mabadiliko, unaomba mabadiliko kabisa, tena kwa haraka sana. Asante sana wa mtangazaji, na tunawatakia wakongomani wote sehemu ambao wako, wa revolutionnaire wote, wako Kinshasa, wawe Lubumbashi, wawe Uvira, wawe Goma, sehemu wote ambao wako Kongo na wengine wako kwenye madiaspora kwa Maulaya. Tunawatakia mwaka mpya wa mwaka 2026 iwe mwaka wa amani, iwe mwaka wa makabila zote, komunote zote kuishi pamoja, iwe mwaka wa Kongomani wote kujisikia huru, na iwe mwaka wa Kongomani wote kupata uongozi nzuri na kufaidika matunda mema ndani ya Kongo na ndani ya nchi yao. Asante. Jambo tena bwana mtangazaji, na jambo tena kwa watu wote ambao wanatufuata. Kufuatana na ulizo yako, unasema tumeshikilia namna gani
msemaji wa Kongo General Ekenge, kitu ambao amesema kwa ajili ya komunote ya wakongomani ya Kituti. Bwana mtangazaji, nawaza kila siku uko nasikia malalamiko yetu ya mauvaise gouvernance ambao iko nafanyiwa na serikali ya Kinshasa, ya tribalisme ambayo iko nafanyiwa na serikali ya Kinshasa. Hicho kitu tumekipinga sana, na hicho kitu ni kitu kibaya sana kwa raia, kwa kuona jemadari msemaji wa jeshi apite kwenye radio na television ya taifa atowe maneno ya ubaguzi, maneno ambayo inaweza ikaleta uuaji, maneno ambayo inaweza ikasababisha mabaya mengi ndani ya nchi. Inaonekana huyo uongozi ni uongozi ambayo hauko. Hiyo sio uongozi kabisa. Ndio maana kila siku tuko tunalalamika, tunasema kama mauaji iko inafanyika na government ya Kinshasa ajili ya hii kabila Kitusi, wanapandisha mandege, wanaua watu, ndege Sokoi zinapanda zinapiga mkominote, watu wanapiga mikono. Drone zinapanda zinapiga kuraia, watu wanapiga mikono. Watoto hawasomi, wamama mimba zinatoka, silaha kubwa kubwa wanatumikisha ndani ya muji kama vile Maminembwe, Mamasisi, wanapiga kila kitu wanafanya, ndege wanapandisha, lakini hakuna mtu wote ule iko nasema. Community international inaona inanyamaza, sijui nani zingine zote zinaona zinanyamaza. Hicho kitu ni kitu kibaya sana. Kongo tunapaswa kuishi pamoja, tunapaswa kuwa wakongomani sisi wote. Wakati msemaji wa nchi kabisa apite aseme hii kabila inafanya hivi, ni kitu ambayo hakiwezi kasikilikana. Tunataka huyo generali akamatwe, afungwe, asambishwe na afanyiwe ndio wanaita afanyiwe hukumu. Ndio kitu ambao sisi tunaomba kabisa, na hicho kitu akisimamishe na apite tena kwenye radio na television akanushe hiyo mambo ambayo alisema. Hiyo ni kitu kibaya sana bwana mtangazaji. Mimi ni PC Mavugo. Tunatakia tena raia wote wa Kongo mwaka mpya, iwe mwaka wa amani, iwe mwaka makomunote zote kuishi fasi moja, na iwe mwaka wa maendeleo, mwaka 2026. Asante.